Mahakamani is a battle legal field ambako tunakwenda kushindana kwa hoja za kisheria kwa lengo la kuisaidia mahakama iweze kutenda haki. Lakini ndugu zangu, ni muhimu watu wakajua makosa ya jinai chini ya kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo ni sura ya 20 ya sheria za Tanzania. Makosa hayo yanaendeshwa katika mahakama za wazi ambazo wananchi wanapaswa kuhudhuria kuweza kuona namna haki inavyotendeka, kwa sababu kuna kanuni ya miaka mingi sana. There is an old adage, legal principle inayosema kwamba haki sio tu itendeke lakini ionekane ikitendeka. Sasa leo tuna makosa makubwa mno tena ambao hayana dhamana, kama ya uhujumu uchumi, makosa ya utakatishaji fedha ambayo imekuwa ni fashion. Ukionekana tu wewe una kierere, unasema sana, unapigwa kesi ya utakatishaji fedha. Mimi mwenyewe nimeshakupewa kesi ya hivyo. Hata leo nikipewa kesi hivyo siwezi kushangaa, kwa sababu ni makosa ambayo huwa yanatumika kuonea watu tu, wala siwezi kuona aibu kulisema hili kwa sababu mimi ni shahidi wa haya mambo. Sasa kesi kama hizi mtu anakuambia tuziendeshe kwa siri, yani watu wasijue. Mimi ninachofahamu, kitu cha kwanza kabisa ambacho hapa duniani huwa kinafanywa kwa siri ni uchawi. Uchawi ndio unafanywa kwa siri. Yani hakunaga mtu anakuja kuwanga hapa mchana saa 8 watu watamuona. Lakini kama tunakwenda mahakamani kwa ajili ya kutafuta haki kwa pande zote zinazohusika pale mahakamani, haki lazima ionekane. Halafu ikishaonekana inatakiwa kutendeka. Leo hii kama utaratibu wa kuwakamata mawakili wakiwa mahakamani kwenye majukumu yao utaendekezwa, utapewa baraka zote, itaonekana kama ndio utamaduni, sidhani kama kuna wakili mwingine yeyote atakuwa na uhakika wa usalama wake kwenda mahakamani kutimiza majukumu yake ya kiwakili. Kwa hiyo haya mambo inawezekana watu wanayafanya kwa lengo la kumkomoa madereka, kitu ambacho ni kizuri kwa upande wao kwa sasa, lakini wakumbuke tu hii Tanzania haishi madereka peke yake, na haya mambo yanabaki kwenye rekodi, yanabaki kwenye kumbukumbu. Walikuwepo wengi tu waliokuwa na tabia za hivyo. Mimi ninachofahamu, siku moja hapa duniani nitaondoka, nitakufa, nitaondoka, kama ambavyo mtu yoyote atakufa ataondoka, kama ambavyo nilizaliwa siku moja nitakufa siku moja. Lakini ni jambo la kushangaza sana, yani kutumia mamlaka kumtisha mtu kwa vitu ambavyo havina maana kwa sababu tu una mamlaka. Mimi nasema hivi, kama mtu ananichukia mimi kwa ajili ya kutetea haki za watu, anapoteza muda. Mimi siwezi kuacha kutetea watu, siwezi. Huo ni wajibu wangu ambao ninadhani ni wajibu wa kitume nitakao kwenda kuulizwa kwa Mungu siku nitakapoondoka kwenye dunia hii. Lakini ninachokitaka ni kwamba niendelee kuishi siku nikifa. Mimi siwezi kuwa nimezaliwa nikaishi alafu nikaondoka. Hakuna kitu chochote ambacho nimekiacha kama alama kwenye maisha ya watu wengine. Kwa hiyo wito wangu tu ni kwamba Watanzania waendelee kufuatilia swala hili la kukamatwa kwangu na kupewa kesi ya kinachoitwa kudharau mahakama. Sijawahi kudharau mahakama.